Filamu inaanza na binti mmoja anaitwa Alia. Huyo ni mjamzito kwa sasa na mawazo mengi sana kwa sababu mume wake Marik ana muda wa mwaka mmoja kwa sasa tangu amepoteza kazi yake. Sasa hivi ana kazi na familia hii inaandamwa na madeni kila kona. Mwanaume kiasi kwamba anaogopa hata kuwapigia simu wazazi wake kuwaomba msaada kwa sababu amekwisha kuwakopa na hajawahi kuwarudishia pesa ya aina yoyote. Mwanaume alipambana sana ili kupata kazi mpya kwa sababu anajua mke wake muda si mrefu atakwenda kujifungua mtoto, hivyo majukumu yataongezeka. Licha jitihada zake kubwa sana kupambana ili kupata kazi mpya, mara nyingi sehemu alipokuwa anaenda kuomba kazi alikuwa anaendelea kukosa tu hizo kazi. Mwanaume akaanza kujiona kama ameferi kuwa kama kichwa cha familia. Marik alikuwa na rafiki yake anaitwa Yari. Huyu jamaa alikuwa anamkopesha pesa mara nyingi sana, ni kwa sababu ya huruma tu. Pia akawa amemshauri kwamba huyu mshikaji, kama kweli umekwama na unahitaji pesa, unaweza kuuza gari lako, lakini kama unaogopa kuuza gari lako, unaweza kuweka rehani saa yako ya gharama pamoja na pete yako ya ndoa. Kweli Marik akaenda kuweka vitu vyake rehani, yaani akaweka saa pamoja na pete yake ya ndoa. Akiwa njiani kurudi nyumbani kwake, siku hiyo kulikuwa kunanyesha mvua kubwa sana. Gari lilikuwa limepasuka tairi, hivyo mshikaji akawa ameshuka kurekebisha gari lake. Sasa akiwa hapa, kuna mshikaji mmoja akawa amesimama na gari lake, akawa amemwambia kwamba nimewahi kupatwa na hali kama yako, na kwa sababu ya haraka yangu nilikuwa nimesababisha ajali. Hivyo mshikaji akamsihi sana kama itawezekana yeye ajitolee ampeleke nyumbani kwake, ili hili jambo atakuja kulifanya kesho mvua itakapokuwa imekatika. Mshikaji akawa amejitambulisha kwamba yeye anaitwa Arifu. Hivyo kweli akawa amekubali, akaingia kwenye gari lake. Mshikaji alikuwa na roho nzuri sana, akanyoka moja kwa moja na kumpeleka Mariki mpaka nyumbani kwake. Mke wa Mariki akawa amekasirika sana baada ya kuona mume wake kaleta mgeni nyumbani hapo. Mwanamke ana wasiwasi watamlisha nini mgeni wakati nyumbani hali ni tata. Mme wa Aria akawa amejielezea hali iliyomkuta huko barabarani na akawa amesaidiwa na huyu mwanaume, hivyo akawa amemkaribisha Arifu ndani. Sasa wakati Arifu yuko sebuleni, kulikuwa na habari inasema kwamba kuna mfanyabiashara ambaye ni tajiri sana kutoka Surabaya alikuwa anahusishwa na kesi ya madawa ya kulevya. Kesi yake ilikuwa imeahirishwa kusikilizwa kwa siku hiyo. Arifu, habari hii ilimuingiza katika wasiwasi mkubwa sana. Sijui kuna nini ambacho kinamkumba huyu bwana mkubwa. Familia baada ya kuivisha chakula uko amemkaribisha mgeni. Katika mazungumzo yao, Arifu sio mtu wa kwenye huu mji, yeye anatoka sehemu ambapo habari za yule muuza madawa ya kulevya zinaendelea kusagaa. Yaani huyu jamaa anatoka Surabaya. Jamaa akasifu sana chakula cha mwanamke huyu. Baada ya kula chakula, jamaa kwa ameomba atoke nje kidogo kwenda kuvuta sigara. Sigara yake ni wazi kwamba ilionekana ina madawa ya kulevya ndani yake. Mariki akawa ametoka nje hapa kwa ajili ya kumpa kampani mshikaji. Mshikaji akawa amemshawishi Mariki avute kidogo. Mariki baada ya kuwa amejaribu kuvuta hii mimoshi kwa imemshinda, hivyo akawa amerudishwa kwa mwenye nayo. Arifu akamwambia Mariki kwamba kila kitu kitakuwa sawa, ajifunze namna sahihi ya kufurahia maisha. Kisha jamaa akawa amempatia pesa kama shukurani, lakini Mariki akawa amekataa kabisa kwa sababu hata yeye pia amemsaidia mpaka kumfikisha nyumbani hapa akiwa salama. Basi mshikaji akawa ameaga, akaamua kuondoka. Baada ya kuingia kwenye gari lake, gari lilikuwa limegoma kuwaka kabisa. Baada ya kuona hivyo, wao wanandoa wakawa wameshauriana sio mbaya kumsaidia huyu mtu japo hawamfahamu, wamstiri kwa usiku wa leo. Jamaa ataendelea na safari yake kesho panapo majaliwa. Kweli baada ya kumsii mwanaume huyu akawa amekubali kutoka kwenye gari na kuingia nyumbani kwao. Wakawa wamempa chumba ambacho atajihifadhi kwa siku hiyo. Kesho ataendelea na safari yake kwa upendo kabisa mkubwa. Mke wa Mariki akawa amempatia anwani, kama huyu mshikaji kesho safari itaenda vizuri atafika Surabaya, watatafutana huko. Mshikaji akawa amekubali na akawa ameiweka anwani hiyo mfukoni. Asubuhi iliyofuata Mariki akaenda dukani kwenda kununua chakula kwa ajili ya kufungua kinywa. Muuzaji akamwambia kwamba umekuja kukopa, lakini mke wako pia ana madeni mengi sana. Akawa amempatia hesabu za madeni. Mariki akaahidi kwamba atalipa baadaye, kila kitu kitakuwa sawa. Baada ya kuwa amepata alichoenda kukopa dukani hapo, akawa amerudi nyumbani. Sasa baada ya kuwa ameandaa msosi, mke wa familia hii yani Aria akaenda kumgongea Arifu. Akamgongea sana kwamba chakula kiko tayari, lakini mshikaji hakujibu chochote. Aria ikabidi kumweleza mume wake kwamba Arifu, nimejaribu kumuita kwa muda mrefu lakini hajaamka. Mariki akasema kwamba yawezekana ni kwa sababu jana alivuta mimoshi, labda mshikaji kachoka. Wakaenda kugonga wote, lakini mshikaji hakujibu chochote. Wakaenda kuchungulia dirishani, wakamuona mshikaji kalala hoi, wakajua pengine amechoka, hivyo wakampa muda wamsubiri. Wakakaa sana kusubiri, lakini mshikaji hajaamka tu. Wakagonga tena, lakini jamaa jibu, ndani pako kimya. Ikabidi wavunje mlango. Baada ya kuingia ndani, wakakuta Arifu amefariki dunia na mwili wake umekuwa
mweupe kabisa. Sasa kwenye kumtazama vizuri, wakaona mshikaji ni kama alijidunga sindano za madawa ya kulevya usiku uliopita. Sasa jamaa amekufa ndani hapa, lakini kwenye begi lake limejawa na pesa nyingi za kutosha, na begi lake lilikuwa wazi kabisa. Ali akasema kwamba turipoti polisi, lakini mume wake akawa amekataa, akasema kwamba ana hofu kama wataripoti polisi na wao watahusishwa na haya mauaji. Wanandoa wakaanza kulaumiana. Maliki anasema kwamba usipige simu polisi kwa sababu wakija hapa tu, hata mimi jana nimevuta na mimi nitaingia kwenye huo mkumbo. Mwanamke naye anaona kama yeye huyu mwanaume ndio kayaleta haya mambo yote hapa nyumbani. Baridi iko imewachapa vya kutosha hapa, vichwa vimechemka, mlangoni pakawa pamegongwa hodi. Maliki akawa ametoka hapo kwenda kuangalia. Kufika hapo ni mtu ambaye anamdai. Kumbuka Maliki alikuwa ameweka vitu vyake rehani, yani saa pamoja na pete yake, hivyo akawa amepata pesa kidogo, akawa amewalipa hawa washikaji na akawa amewaahidi kwamba atawalipa pesa zao zingine. Washikaji wakawa wameondoka hapo mpaka usiku, bado hawajajua nini cha kufanya juu ya ule mwili ambao uko ndani kwao. Hawajatoa taarifa polisi na hawajajua cha kufanya. Maliki akaona kama ile pesa iliyoachwa na Arifu ni kama bahati kwao, lakini mke wake akasema kwamba hiyo ni mali ya mtu, hii sio mali yetu. Baada ya kuchakata sana kichwa, wakaamua kwamba waufiche ule mwili wa marehemu ili wazitumie zile pesa kama zao. Mara moja wanandoa hawa wakaamua kushirikiana, wakawa wameuchukua ule mwili na kuweka kwenye buti la gari, wakaweka mazingira sawa. Katika mchakato huu kuna mwanaume mmoja akawa amefika hapa. Huyu jamaa hakuona chochote kilichokuwa kinaendelea hapa. Huyu jamaa ni mwenye nyumba wao. Mwenye nyumba kafika usiku, anahitaji pesa yake. Maliki akasema kwamba sawa, pesa tunayo tayari. Akamwambia mke wake kwamba nenda kachukue pesa kwenye sanduku uje umpe mwenye nyumba pesa yake. Wakaanza kutumia zile pesa ambazo zimeachwa na Arifu. Wana wasiwasi, lakini watafanya nini sasa? Ndo maisha ambayo tayari wamekwisha kuyaanza. Baada ya hapo wakaingia kwenye gari. Aria akawa amepata vipeperushi vya habari kuhusiana na madawa ya kulevya. Usajili wa hili gari, hati yake na kila kitu havijasajiliwa kwa jina la marehemu ambayo wao wako naye, yani havijasajiliwa kwa jina la Arifu, vimesajiliwa kwa jina la mtu mwingine kabisa anaitwa Diazi Haritono. Wakaamua waachane na haya mambo yasiwachoshi vichwa, wazingatie sana namna sahihi watakwenda kumzika wapi Arifu. Mara moja wakaenda kununua zana za kufanyia hiyo kazi, jembe, koleo pamoja na msumeno. Kwa uoga hivyo hivyo, hakuna namna, ikabidi wapambane tu kama wanandoa. Ali akamwambia mume wake kwamba kwa chochote kitakachotokea baada ya usiku huu, Maliki ni lazima uniahidi kwamba utaendelea kuwa pamoja na mimi maisha yako yote. Mwanaume akawa ameahidi jambo hilo, watakuwa pamoja daima. Wakaamua kwenda eneo moja linajulikana kwa jina la Kububu kwa ajili ya kwenda kumstiri Arifu eneo hilo, kwa sababu ni eneo tulivu sana na alitembelewi na watu mara kwa mara. Sasa ukiwa njiani wakawa wamekuta kuna ukaguzi wa polisi. Polisi kafika hapo, akawa ameomba nyaraka za gari pamoja na leseni ya dereva. Leseni pamoja na nyaraka za gari zinaonyesha majina tofauti. Wakawa wamemuuliza Maliki, hili gari ni lako? Mshikaji akasema kwamba ndio, hili gari ni langu, nimetoka kulinunua kwa mtu, bado sijabadilisha usajili wa jina. Polisi akawa ametoka hapo akaenda kushauriana na wenzake. Baadaye wakawa wamerudi, wakawa wamempa ruhusa aendelee na safari, lakini ghafla wakawa wamemkatisha, wakamwambia kwamba simama, tunahisi shida kwenye buti. Mara moja kusikia hivyo, mwanamke ikabidi kuvunga kutapika. Maliki akasema kwamba mke wake ni mjamzito, anakaribia kujifungua. Polisi wakawa wameruhusu waendelee na safari zao, wakawa wamenusulika kukaguliwa buti. Wakaenda moja kwa moja mpaka sehemu ambapo Maliki aliacha gari lake la awali. Baada ya kufika hapo, wakawa wamebadilisha tairi, kisha Aria akawa ameendesha gari hilo. Wakaenda moja kwa moja wakafika sehemu ambapo hii njia mara nyingi huwa haitumiki sana na watu. Wakawa wamehamisha mwili kutoka kwenye gari la Arifu na kuweka kwenye gari lao, kisha wakawa wamelisafisha kabisa lile gari ili kufuta ushahidi. Wakawa wamelitelekeza hilo gari hapo na wao wakaendelea na safari yao. Wakafika mpaka eneo ambalo wao walikuwa wanaenda. Sasa kabla ya kuuzika huo mwili, wakaamua kuugawa vipande vipande. Hili jambo lilikuwa limefanywa na Maliki kwa sababu hali ya Aria haikuwa sawa kabisa. Baada ya kuwa amefanya hivyo, kisha wakawa wameuzika kiurahisi kabisa. Sasa haya hayakuwa maisha yao kabisa, lakini wamelazimika kufanya hivyo. Baada ya kuzika, wakawa wamefanyikiwa kurudi, kila kitu kikaanza upya. Siku iliyofuata wakaendelea na maisha yao kawaida, lakini sasa Aria akaanza kumwogopa mume wake kulingana na kile ambacho kimetokea usiku wa jana. Wakala msosi huku anatazama zile pesa ziko mbele yao, baada hawajajua watafanyia nini hizi pesa, maana ni nyingi sana. Aria akasema kwamba waende wakaziweke benki, lakini Maliki akawa amekataa, akasema kwamba hizi pesa ni nyingi sana na zina namba maalumu, kama wataenda kuziweka benki kwa mara moja na hawana mradi wowote, hii italeta taharuki, watu wataanza kuhoji hizi pesa zimetoka wapi. Mwisho wakaamua kwamba watumie pesa kidogo kwa ajili ya kulipa madeni yao na kununua mahitaji yote ya kwenye hii familia, kisha pesa iliyobaki wafanye utaratibu wa kuizika kwenye uwanja wa nyumba hii. Mara moja wakawa wamefanya jambo hilo, ikafanyika shopping ya maana sana, na mwanaume akawa amefuata ile pete yake pamoja na saa alivyokuwa ameviweka rehani. Umeme ukawa umewekwa wa kutosha, wakaangalia maendeleo ya mtoto wao. Mtoto yuko salama. Maliki kwa sasa anaweza kuhudumia gharama zote bila kuwa na wasiwasi wowote. Usiku huo kikapikwa chakula cha maana sana
chakula ambacho mara nyingi walikuwa wakikiona kwenye ndoto na kwenye filamu tu. Lakini sasa sio kwamba familia hii ilianza kufurahi maisha na kukaa kwenye amani ya kutosha. Upande wa kichwa cha familia, yaani mwanaume, akiwa mtandaoni alikuwa amepata habari kwamba kuna wanafamilia kutoka Surabaya wamepoteza mwanafamilia wao kwa siku ya pili kwa sasa. Hili lilikuwa limempotezea amani kabisa Mariki, ni kujifariji tu kwa mke wake. Siku iliyofuata Mariki akaendelea kutafuta kazi, ingawa ana pesa nyingi sana, lakini anaamini kwamba kama atapata kazi ya kufanya, hii pia inaweza kuondoa maswali mengi sana kwa watu, wanatoa wapi pesa na wakati hawana kazi. Kwa bahati nzuri, siku hiyo akawa amefanikiwa kupata kazi na akawa amepewa idara ya kusimamia fedha. Wakati huo huo, kwa upande wa Arya, anafanya manunuzi kama kawaida, ni kujichanua tu. Akawa amemnunulia mme wake simu mpya na zawadi nyingi sana za nguo. Sasa akiwa anaendelea na shopping yake bila kujua kwamba kuna mwanaume mmoja alikuwa anamfuatilia huyu binti. Akasema kwamba maisha mazuri unafanya manunuzi mengi, unalipa kwa pesa taslim. Arya akawa amepuuzia hilo jambo, akawa amechukua vitu vyake na akawa ameondoka hapo. Upande wa mwanaume akaenda moja kwa moja benki. Sasa akiwa hapo, kuna foleni kubwa sana inamsubiri huyu mwanaume atoke humo. Sasa anafanya nini Mariki? Siku hiyo akawa ameingia na pesa nyingi sana, lakini akawa anaweka pesa kidogo kidogo. Mariki akaenda kununua televisheni, akaenda kununua TV, kwa sababu nyumbani kwao tangu ameoa alikuwa na TV ndogo tu ya kichogo. Kumuona mtu kama JB akiwa anaonekana mzima kabisa kwenye hiyo TV, labda asimame kwa mbali. Jamaa akaenda kununua flat screen kubwa, kwa sababu siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo ndoa yao ilikuwa inatimiza miaka 3. Hawajawahi kabisa kuwa na maisha ghali kama haya. Siku hiyo wakawa wameenda katika mgahawa mmoja wa kifahari kwenda kusherekea, wakaanza kufurahia maisha yao kama watu wenye pesa. Siku iliyofuata Mariki, wakati anaenda kutupa box la TV nje, akaona kuna gari moja liko kwa mbali limesimama. Akasogea kwenda kutazama, lakini lile gari liko limeondoka hapo. Kwa hiyo kijana ilikuwa siku yake ya kwanza kazini kwake. Baada ya kufika hapo, kwa amerekebisha kila kitu na akawa ameweka picha ya mke wake kipenzi kwenye meza hapo. Wakati wa mapumziko sasa, akawa amemuita rafiki yake Yari ili kumlipa pesa yake. Sasa pesa ambayo amelipwa Yari ilikuwa ni nyingi sana kiasi kwamba hata Yari mwenyewe akawa ameshtuka, akawa ameirudisha hiyo pesa. Mshikaji anasema kwamba mbona pesa ni nyingi, lakini rafiki yake anasema kwamba hiyo ni pesa ambayo nimekupatia pamoja na riba, hii imekuwa ni kama bahati tu. Yari akawa amesema kwamba mara nyingi yeye huwa hataki kabisa hivi vitu vya haraka haraka kwa sababu havina baraka. Baada ya kuwa ameshawishiwa, akawa amekubali kuchukua hizo pesa, na Malik akawa amemshukuru sana kwa kumsaidia wakati wa shida. Upande wa nyumbani, binti Arya baada ya kunywa maji akashangaa kuona mlango wa kile chumba ambacho alikuwa amehifadhiwa Arif kwa siku moja uko wazi. Akafunga mlango huo, kutazama nje, akamwona kuna mwanaume mmoja amesimama kwa mbali, lakini huyo mwanaume akawa ameondoka hapo kimya kimya bila kusema neno lolote. Malik alivyorudi nyumbani, Arya akawa amemsimulia tukio hilo kwa ukubwa zaidi. Arya anakumbuka kwamba mtu huyo alimfuata alipokwenda kununua ama kuhemea vitu vyake, na sasa hivi anamuona amekuja hapa nyumbani. Akaanza kuwa na hofu, labda mtu huyo anajua kilichomtokea Arifu. Wataaminije wanachokiwaza kama wao wako sahihi? Wakaamua kwenda moja kwa moja mahali ambapo walimstiri ama walipomzika Arifu. Baada ya kufika hapo, wakagundua kwamba kaburi bado hakuna mtu yoyote aliyofika eneo hilo, halijatambulika. Wakaenda moja kwa moja sehemu ambapo walitelekeza gari la Arifu, wakalikuta bado gari liko pale pale. Sasa baada ya wao kuondoka, hawakujua kwamba yule mwanaume bado alikuwa anawafuatilia kwa siri siri. Baada ya kurudi nyumbani, taa ya nje imevunjwa. Mwenye nyumba wao wakawa wamefika hapa. Huyu mzee na yeye anafika hapa kimya kimya sana. Sasa mzee kafika hapa sio kwa sababu anawadai, ila kafika hapa kwa sababu ana mashaka. Anauliza kwamba jana nilipokuja mkanipa pesa yangu, niliona gari ambalo halina usajili wa huu mji, lina usajili wa Surabaya. Wewe siku hizo unafanya biashara ya kuuza magari? Kwa uoga Mariki akasema kwamba lile gari ulioliona jana halikuwa gari langu, lilikuwa gari la ndugu yangu, wala mimi siuzi magari. Mzee anasema kwamba mimi lile gari nililipenda, ninahitaji kulinunua, japo gari linaonekana ni la zamani, linaonekana ni zuri na linaweza likapata wateja wengi. Mariki alisema kwamba basi sawa, nitamjulisha ndugu yangu kuhusiana na jambo hilo, kama atakubali kuliuza hilo gari nitakujulisha. Basi mzee akawa ameondoka. Mara moja Arya akaanza kuona kabisa hizi mambo zinazoendelea sio salama kuendelea kuishi eneo hili. Wanandoa hawa wakaamua kujipanga ili kuhama kwenye hii nyumba. Sasa Mariki akiwa ndani anatazama habari, kwa nje akamwona tena yule mwanaume anayewafuatilia yuko hapa, akawa amechukua kisu na kutoka nje. Yule jamaa akasepa. Siku iliyofuata Mariki akaenda kazini kama kawaida. Wakubwa wao wakawa wahamasishe sana wafanyakazi siku hiyo wafanye kazi kwa bidii, ila mshikaji sasa Mariki ana mawazo mengi sana. Anawaza kinachoendelea nyumbani kwake, anawaza kila ambacho amekwisha kukipitia mpaka saizi alipo. Sasa akawa ametoka hapo na kwenda chooni kujiweka sawa. Akiwa huko akawa amepata habari kwamba kuna mwili umepatikana katika maeneo ya Kububuru, eneo ambalo wao wenyewe walienda kumzika Arifu, na wanasema kwamba mwili huo ulikuwa umekatwa vipande vipande. Mshikaji akawa amejua kabisa kaburi la Arifu limejulikana. Mshikaji akawa amerudi
amerudi kwenye kazi, lakini akili haipo kabisa kwenye kazi, anawaza vitu vingine tu, kwa sababu baada ya ule mwili kuwa umefanyiwa uchunguzi ukuwa umebainika kwamba marehemu alikutwa na sindano ya sumu mwilini kwake, pia alikuwa ametumia madawa ya kulevya. Wakati huo huo, upande wa mke wake Marik, yani Alia, yeye alikuwa anatapika, yuko nyumbani kwa sababu ya ujauzito. Alipotoka akashangaa kuona yule mwanaume kasimama hapo, akasema kwamba samahani, nimekuta mlango uko wazi. Akajaribu kukimbia, lakini ule mshikaji alikuwa amemshambulia na binti alikuwa amepoteza fahamu. Baada ya binti kurudiwa na fahamu, mshikaji alikuwa amejitambulisha kwamba yeye anaitwa Tarigani. Tarigani akajitambulisha kwamba yeye ni mtu wa karibu sana na mtu mmoja anaitwa Diaz Hatono, mfanyabiashara mkubwa sana na tajiri, pia ni mtu hatari sana kutoka Surabaya. Akasema kwamba hivi karibuni Hatono alipoteza pesa zake nyingi sana, ana jukumu la kuzitafuta hizo pesa na kuzirudisha kwa bosi wake. Akamuuliza Alia kwamba unamfahamu mtu anaitwa Arif? Alia akawa amekataa, lakini Tarigani akakasirika sana, akawa amemshika mkono na akawa amemkata kidogo kumuonesha kwamba yupo serious na kitu anachomuuliza. Yeye anachokitaka ni ukweli tu. Inaonekana kwamba Tarigani tayari anajua kwamba Marik pamoja na Alia walimzika Arifu. Shida yake sio Arifu, shida yake ni pesa. Muda mfupi baadaye, Marik akawa amempigia simu mke wake, lakini Tarigani akawa amemtaka kwamba arudishe zile pesa mara moja, na jamaa akanyoosha maelezo, akamwambia kwamba ninajua kila kitu kilichotokea na kinachoendelea kwenye maisha yenu ya ndoa. Akamwamuru Marik arudi nyumbani hapo haraka, kisha akawa amemkatia simu. Wakati huo huo, Alia akawa amejaribu kumpiga Tarigani, lakini akawa ameshindwa kukimbia, hivyo mshikaji akawa amemdhibiti tena na akawa amepoteza fahamu binti. Jamaa akawa ameondoka na Alia eneo hilo hilo. Muda mfupi baadaye, Marik akiwa na hofu sana akawa amerudi nyumbani hapo mbio mbio, akawa amekuta Alia hayupo nyumbani hapo, akawa amekuta kuna damu tu. Hili jambo lilikuwa limemtia hofu kubwa sana mshikaji. Bila kupoteza muda, akawa amechimbua zile pesa alipokuwa amezificha, ana nia ya kwenda kuzirudisha hizo pesa kwa mwenyewe. Tarigani akawa amempigia tena na kumtaka aende eneo ambalo kuna makontena, ni eneo la bandarini, akamwambia wakutane huko. Mshikaji aongei sana, akawa amekata na simu. Baada ya kuwa amejiandaa, akawa amejipiga kabisa picha pamoja na hizo pesa kama ushahidi. Mlangoni pakawa pamegongwa, kufungua ni polisi wamefika hapo. Halo, polisi wakamuuliza kwamba hii anwani ni yako? Mshikaji miguu ikawa imetetemeka. Polisi wanasema kwamba wameikuta hii anwani kwenye mfuko wa marehemu. Polisi wakasema kwamba hii ni kesi ya mauaji, lakini sasa wanashangaa kwa nini Marik haoneshi kushtuka kwa namna yoyote. Yaani wanachomhoji mshikaji anaonekana yuko sawa tu. Marik alikuwa mbele ya muda, akawaeleza kwamba alihisi tu kwamba ni kesi ya mauaji kwa sababu tangu wamuulize kuhusiana na anwani walisema kwamba wameikuta kwenye mfuko wa marehemu, ndiyo maana hajashtuka. Polisi hawakuwa na shaka sana na Marik kwa sababu Arif pia alikuwa na rekodi mbaya sana ya kisheria. Yaani mshikaji alikuwa anaandamwa na kesi nyingi sana, zikiwemo na kesi za kuuza madawa ya kulevya. Marik akasema kwamba yeye anwani ametoa kwa watu wengi, hakumbuki vizuri wala hajui chochote kuhusiana na mtu anaitwa Arifu. Polisi wakawa wameona kwamba haiwezekani kabisa kwamba Marik anaweza kuhusika na mauaji ya mtu katili kama yule. Yaani kirahisi rahisi tu mtu mdebwedo kama huyu akamuue mtu hatari kama Arifu. Baada ya polisi kuondoka, Marik akaenda moja kwa moja mpaka mahali ambapo alielekezwa afike. Baada ya kufika hapo, pako tulivu kinoma. Kuna gari moja limefika hapo na kugonga gari lake. Baada ya kwenda kutazama ndani yake, hakuna mtu. Tarigani akawa ametokea hapo akiwa amemshikilia Alia kama mateka. Jamaa anasema kwamba mimi sijali chochote kuhusiana na Arifu, awe hai au amekufa, hilo mtajua nyinyi. Mimi ninachotaka ni pesa za bosi wangu nirudishiwe mara moja. Mshikaji hataki mambo mengi. Pesa ziko wapi? Kijana akasema kwamba pesa sijaja nazo. Mshikaji akaweka bunduki kwa Alia akaanza kuhesabu. Mariki akatoa picha akasema kwamba jamani, kweli nimeshindwa kuzibeba kwa sababu pesa ni nyingi mno. Akawa ameonyesha, sunaona picha, sunaona mpaka na shati ni hili nilokuwa nimeivaa, pesa ziko nyumbani. Basi ikabidi kuondoka na hawa watu warudi nyumbani tena kule kwenda kuzichukua hizo pesa. Ukiwa kwenye gari akawauliza, mmekwisha kutumia kiasi gani cha pesa na kwa nini? Mariki akajibu kwamba tumetumia kiasi kidogo tu, ni kwa sababu ya kulipa madeni. Walipofika nyumbani, Tarigani akaona sanduku la pesa, lakini ndani yake hakuna kitu. Mariki akawa amemshambulia Tarigani akiamini kwamba kwa sababu wako wawili ndani hapa anaweza kumdhibiti, lakini huyu mshikaji kwa ametembeza mkono, ni gangsta huyu kutoka Surabaya na anafahamika vizuri mno. Akawa amewakunguta wote wanandoa, mke na mme. Mshikaji baada ya kuwa ametembeza kichapo, sasa muda anataka kabisa kumuua Mariki kwa sababu ameanza kuleta shida. Mara moja Alia akawa amefanikiwa kuchukua ile bunduki na kumpiga risasi na akawa amemuua hapo hapo. Baada ya hapa sasa hivi wameua mtu, yule mwingine alikufa yeye mwenyewe. Baada ya hapo Alia akawa amemkimbilia mme wake kwenda kumtuliza.
aliyokuwa amejeruhiwa vibaya sana. Baada ya hili tukio, polisi walikuwa wamefika nyumbani hapa kwa sababu taarifa zilikuwa zimetoka kwa majirani kuhusiana na vurugu pamoja na milio ya risasi. Mwili wa Targan ulikuwa umechukuliwa. Mariki pamoja na Arya walikuwa wanahojiwa na polisi. Mariki akawa ni mtulivu sana, akabadilisha hadithi nzima. Yaani hapa akaamua kutumia fursa ya kuchanganya vitu vyote, kuanzia kifo cha Arif pamoja na kifo cha huyu bwana mkubwa Targan. Akasema kwamba usiku mmoja wanaume wawili, yani Arif pamoja na Targan, walifika nyumbani kwake wakiwa wanasema kwamba gari lao limeharibika njiani, hivyo wakuwa wamehitaji kupata hifadhi kwenye nyumba hii. Anadai kwamba aliwahudumia vizuri licha ya kwamba hakuwa anawajua. Kisha asubuhi iliyofuata wakaamua kuondoka. Akasema kwamba hakujua kwamba kama kuna pesa nyingi sana kwenye sanduku zilikuwa zimefichwa na Arif kwenye nyumba hii kwa kuchimbiwa chini ya ardhi. Anasema baada ya wao kuondoka wakiwa wawili, baadaye Targan alirudi nyumbani hapa kudai hizo pesa, akisema kwamba Arif aliziiba. Mariki anadai kwamba Targan ndiye atakuwa alimuua Arif na kwenda kumzika huko Kibuburu, kisha akaamua kurudi nyumbani hapa kuja kuzichukua hizo pesa. Yeye pamoja na mke wake waliogopa sana kwa sababu Targan aliwaahidi kwamba atawaua na aliwatolea bastola, hivyo waliamua kujihami, na Arya alimpiga risasi na kumuua mtu huyo kwa sababu alikuwa anajihami. Akasisitiza kwamba wao hawakuwa na nia ya kuiba pesa wala kuficha chochote. Polisi wakuwa wameamini hiki walichoambiwa kwa sababu ni hadithi ambayo ilikuwa imesukwa vizuri mno na ilikuwa imenyooka. Hatimaye Mariki pamoja na Arya baada ya kuachwa huru kuendelea na maisha yao, wakaamua kuhama kabisa kwenye hii nyumba, na zile pesa pamoja na sanduku lake waliziacha mikononi mwa polisi. Sasa baada ya kuwa wanaondoka kwenye hii nyumba, wakiwa nje tu wakaona kuna gari jingine limefika mbele yao. Sasa ni nani kafika hapo? Kumbe ni wale wadeni ambao walikuwa wanamdai Mariki. Sasa mke wa Mariki anawaza hizo pesa watazitoa wapi, kwa sababu pesa zote wamezikabidhi kwa polisi. Lakini Mariki akasema kwamba nakupa pesa zako zote bana. Mshikaji wako ametoka hapo, akaenda nyuma ya buti akatoa pesa na akawa amempa mshikaji. Haina haja ya kuhesabu, pesa ni nyingi sana kuliko unazonidai. Mshikaji akawa amekubali, akawa ameondoka hapo. Kwa hiyo kamaliza madeni. Sasa mwanamke akawa ameshangaa, mume wake katoa wapi pesa? Mume wake akawa amemuonesha kwamba alihifadhi pesa nyingi tu kwenye maboksi mawili kabla ya kuwakabidhi polisi, kwa sababu polisi walikuwa wajui ni kiasi gani kilichopotea na kiasi gani kilichokuwa ndani ya begi. Hivyo na wao wakuwa wamepata pesa za kuanzisha maisha yao mapya. Filamu hii inaishia hapa. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Freaks Empire.